Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Wapendwa mlioko katika jiji letu la Dar es Salaam na nje ya jiji letu la Dar es Salaam na mlioko nje ya taifa letu la Tanzania, ninawasalimu sana katika jina la Yesu. Karibuni sana Jumatatu asubuhi ya leo. Mungu amenipa neema na kibali cha kusimama mbele yenu. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Pastor Sadiki Kisigaye. Ninamtumikia Mungu katika kundi letu ambalo limeendelea kuwa baraka sana kwa mataifa mengi na kwa watu wengi. Kwa hiyo ninakukaribisha sana katika wiki hii. Wiki hii tutakuwa na somo zuri sana ambalo linahusiana na ukombozi wa hatima. Somo ambalo tutakwenda kutembea nalo katika wiki hii linasema ukombozi wa hatima. Linahusiana na ukombozi wa hatima. Katika ukombozi wa hatima tutajifunza mambo mengi sana. Ni somo zuri ambalo litakwenda kufungua maisha yako, litakwenda kuonyesha mwanga kuhusu mambo ya hatima. Kwa sababu wale ambao hawajui maana ya hatima, tunaposema hatima maana yake ni utimilifu wa jambo. Tunaposema hatima maana yake tuna maana kwamba hatima ni utimilifu wa jambo. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza katika wiki hii somo letu linalohusiana na mambo ya hatima. Kwa hiyo kwa leo Jumatatu ya asubuhi ya leo, kwa wewe ambao unaandika somo letu au kichwa cha somo, unaweza kuandika kichwa kinachosema Shetani anapinga usifikie hatima yako. Shetani anapinga usifikie hatima yako. Shetani anapinga usifikie hatima yako. Tutakwenda kusoma kwenye kitabu cha Danieli sura yake ya 10 na mstari wa 11 hadi ule wa 13. Kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wake wa 11 hadi ule wa 13. Nitasoma kwa jina la Yesu. Biblia inasema, akaniambia, Danieli mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwimawima, maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo mkuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Somo letu tutakalokwenda kujifunza leo Jumatatu ya asubuhi linasema Shetani anapinga tusifikie hatima yako au usifikie hatima yako. Kwa hiyo Jumatatu ya leo na asubuhi njema, nataka nikufundishe kitu cha ajabu sana kinachohusiana na kupingwa kwa hatima. Unaposoma kwenye Danieli sura ya 10 na mstari wake wa 11 hadi 13, Biblia inasema kwamba Danieli alikuwa akiomba kwa ajili ya taifa lake. Unaporejea nyuma kidogo kwenye sura ile ya 9 na mstari wa 1, Danieli anajaribu kuelezea kwamba kwa kusoma vitabu vilivyotangulia, alisoma kwa habari ya vitabu vya manabii waliomtangulia. Wale manabii waliomtangulia walitabiri kwamba taifa la Israeli litapelekwa utumwani Babeli, lakini baada ya miaka 70 kutimia watarudi kwao Yerusalemu. Lakini baada ya Danieli kusoma vitabu vile, anaona ile miaka 70 inatimia, lakini bado Danieli haoni matokeo ya taifa lake kutoka katika utumwa wa Babeli. Ikabidi afunge majuma matatu. Alipofunga majuma matatu ambayo ni sawa na siku 21, Biblia hapa tuliposoma kwenye Danieli sura ya 10 na mstari wa 11 hadi ule wa 13, anasema alipokuwa akiomba juma la kwanza lile, yani siku ile ya kwanza alipokuwa akiomba, tayari maombi yake yalisikiwa. Lakini malaika mtoa ujumbe, malaika Gabrieli, anapomletea majawabu kwa ajili ya hatima yake aliyokuwa akiomba, maandiko yanasema wafalme wa Uajemi wakamzuia. Naomba unisikilize kwa makini sana. Nataka nikufungue fahamu, nikuonyeshe namna Shetani anavyoweza kupinga hatima yako. Kwa hiyo Danieli alipokuwa akiomba juma la kwanza au siku ya kwanza, tayari maombi yake yalisikiwa.
Kwa hiyo anapoletewa ujumbe, malaika Gabrieli alizuiliwa. Kumbuka malaika Gabrieli ni malaika mtoa ujumbe, sio malaika wa vita, kama unavyojua kwamba hata hapa duniani kwa mambo ya kawaida kuna aliyesomea kutibu sikio, ukimpeleka kutibu jicho hawezi. Kwani ni kwa sababu sio kazi yake. Kwa hiyo malaika Gabrieli ni malaika mtoa ujumbe, mambo ya vita hajui. Kwa hiyo hawa wafalme wa Ajemi ambao wanamsimamia shetani wakazuia hatima ya Danieli kwa habari ya taifa la Israeli kutoka utumwani Babeli. Kwa Danieli akaendelea kuomba, siku ya pili akaomba, siku ya tatu, siku ya tano, mpaka siku ya 21, ndipo Mungu anamtuma malaika wake wa vita Mikaeli, anamwambia Danieli, wewe unapendwa sana. Hebu angalia ule mstari wa 12. Angalia msikilizaji, mstari wa 12, ile Danieli 10:12. Anasema, wewe Danieli unapendwa sana. Siku ya kwanza ulipoanza kuomba, maombi yako yalisikiwa, lakini alipojaribu kuleta majawabu yako, anasema wafalme wa Ajemi walizuia. Unaweza ukaona kwamba ameomba siku ya kwanza, lakini siku anakuja kupata majawabu yake siku ya 21. Unaweza ukaona kwamba namna watu wanavyozuiliwa katika hatima zao. Unaweza usinene kwamba maisha yako wewe yameshapangwa kabla hujazaliwa. Naomba nisikiliza, nikupe vitu vitakapojenga maisha yako na kuimarisha maisha yako. Yaani maisha yako wewe yameshapangwa kabla haujazaliwa. Ukitaka ujue jambo hili, naomba usome kitabu. Angalia kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya kwanza. Nataka nikupitisha kwenye maandiko upate kujifunza, upate kujua mambo. Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 5. Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 5 anasema, kabla sijakumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Unaona? Kwa hiyo Mungu anamwambia Yeremia anapomtuma kwa ajili ya kazi yake. Yeremia anapoanza kujitetea, Mungu anamwambia, wewe Yeremia, kabla haujazaliwa, haujatungwa katika tumbo la mama yako, anasema nalikujua, na kabla haujazaliwa, anasema tayari nalikuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa unaweza kuona kwamba hatima ya mtu imeshaamriwa, imeshapangwa kabla hajazaliwa. Lakini kwa sababu shetani ni nafsi ya roho, shetani ni nafsi ya roho, anaweza kujua kesho yetu, anaweza kujua kesho yako, anaweza kujua kesho watoto wako, anaweza kujua kesho ya ndoa yako. Shetani anaweza kujua. Kwa shetani sasa anachokifanya sasa, anaanza kutafuta mapema, kwa sababu anakuwa ameshajua hatima yako wewe, anakuwa ameshajua wewe ambacho Mungu amekupangia. Kama amekupangia kuwa diwani, amekupangia kuwa mbunge, amekupangia kuwa rais, kwa shetani ameshajua kwamba huyu hapa atakuwa rais. Kwa anaanza kufanya vita na wewe, anaanza kutafuta wewe kwa kila njia, lengo lake apate kukuangusha usifikie hatima yako. Ndio maana somo langu nimesema kwamba shetani anapinga usifikie hatima yako. Kwa unajikuta mtu umesoma sana. Wakati nikiwa Dodoma mwaka 2018 na nilikuwa na mkutano wa mwezi mzima Dodoma, dada mmoja amesoma sana. Yule dada amesoma sana, amesomea mambo mbalimbali, lakini yule dada wakati amehitimu vyuo vyote akaanza kutafuta kazi. Kaja katika jiji letu la Dar es Salaam, ametafuta kazi, kupata kazi. Kaenda Arusha na mikoa mingine, ametafuta kazi mpaka yule dada amechoka. Amesoma sana na sifa zote za kupata kazi, lakini ametafuta, amekosa. Sasa yule dada mwishowe akajikatia tamaa, kwa sababu mama yake alikuwa nesi mstaafu. Akasema, mwanangu nitamfungulia duka la madawa ili kwa kuendelea kujipoza maumivu. Wakati yule dada anaendelea kuishi, hajui kesho yake itakuweje.
Yani alikuwa na miaka 30 mwaka 2018, miaka 30, hata kuolewa anasema, hata kuchumbiwa, yani hata mwanamume kumwita hakuna, anasema hakuna. Sasa wakati nimefika katika mji ule kwenda kuhubiri ndani ya mwezi mzima, yule mama, yule dada, wakati nipo kwenye mji wao, yule dada akaanza kunielezea kwa habari ya maisha yake, akaniletea vyeti vya aina 5 kasoma, lakini anasema, mtumishi, sina kazi. Baada ya kuomba kwa ajili yake, Mungu ananiambia huyu dada ndo amebeba hatima ya familia. Huyu dada ndiye atakayeweza kuiokoa familia yake na umaskini. Kwa mashetani au wachawi wameshaiona nyota yake, wameshaiona kesho yake, wameshaiona hatima yake. Kwa hiyo sasa walichofanya ni kumzuia, yani maana walimjengea ukuta, alafu na kwa habari ya maisha yake ya kawaida kwamba solewe, wakambadilishia sura yake, wakamvisha sura ya kiume. Kwa mwanaume anapokwenda kwa lengo la kumchumbia, manake anamuona mwanaume mwenzake. Yule dada baada ya kuomba naye, baada ya kufanya naye maombi ya ukombozi, yule dada akakombolewa. Baada ya kuja Dar es Salaam kwa dada yake, alipotafuta kazi akapata. Unaweza kuona hatima ya mtu inavyopingwa. Unaweza kuona kwamba maisha yako yameshapangwa, yameshaamriwa. Kwa shetani kazi yake anakutafuta si kana kwamba ya ukubwa wako, kwa sababu tayari hujazaliwa. Kuna vitu Mungu alikuwa ameshakuwekea. Kwa shetani anaanza kudili na maisha yako pindi kwa bado mtoto mdogo. Hujanielewa? Hujanielewa? Acha nikupe maandiko. Hebu soma kitabu cha Hesabu 24 na mstari wa 17. Soma hapo, fungua kitabu cha Hesabu 24 na mstari wa 17. Kuna mtu mmoja anaitwa, ni mchawi, anaitwa Balaamu. Huyu Balaamu anasema, namuona lakini si sasa. Anasema namtazama lakini si karibu. Anasema nyota yake itatokea katika Yakobo. Hili Balaamu ni chawi, lakini linatabiri maisha ya Yesu kabla hajazaliwa. Ni miaka mingi, makarne mengi yaliyopita, Yesu hajazaliwa, tayari nyota yake ishaonekana namna atakavyozaliwa. Kwa unaweza kuona wakati anazaliwa nyota yake ikaonekana upande ule ule wa mashariki. Kwa Herode anapotafuta roho ya Yesu, ile Mathayo sura ya 2 na mstari wa 1 na kuendelea, Herode anapomtafuta mtoto Yesu kumuua, manake tayari shetani ameshajua mpango wa Yesu kuja duniani ni kukomboa ulimwengu na dhambi zao, manake ni kuwakomboa wanadamu na dhambi zao. Kwa shetani ameshajua hatima aliyoibeba Yesu. Kila mwanadamu aliyezaliwa duniani kuna hatima nayo. Naomba nisikilize, nikufungue kama wewe usije ukajidharau, ukajiona wa kawaida, ukajiona ufai, ukajiona una maana. Hapana, wewe una kitu unacho, hata kama hujasoma, hata kama elimu yako ni ndogo, hata kama umesha darasa la 7, hata kama umeshamemkwa, unaweza ukajidharau ukasema mimi siwezi, mimi. Hapana, kuna hatima Mungu amekubebesha. Yesu amezaliwa, wazazi wake hawajui chochote. Anayejua ni mama yake tu wa mwili, Mariamu, ambaye alipashwa habari kwamba atakayezaliwa atakuwa mtakatifu, mwana wa Mungu aliye juu. Kwa wakati Yesu amezaliwa, kuna kusudi amebeba, kuna hatima amebeba. Shetani anaanza kuitafuta hatima yake mapema. Unaweza ukaona namna watu wanavyotafuta hatima zao, wanaanza kutafuta, wanawindwa. Kila ukianzisha biashara inakufa, ukianzisha kazi inakufa, ukiajiriwa mahali unakuta uone chochote kinachoendelea. Ukifanya kazi yote unajikuta upate kibali, unakataliwa. Maana kuna hatima umebeba wewe. Shetani ameshaona hatima yako ni kubwa. Kwa hiyo shetani anapotafuta hatima ya Yesu, maana tayari Yesu amebeba hatima kubwa ya kukomboa ulimwengu na dhambi zao. Shetani anawinda ile hatima, ile kusudi la kukomboa ulimwengu lisitimie. Anatafuta mapema tangu utoto wake. Unaweza kujikuta una mtoto wengine, unakuta ni mtoto mdogo na mwaka 1 na mwezi, maana magonjwa kaka yaishi, mara kanomwa hivi, mara
Unajiuliza, inakweje? Mbona mtoto wangu anaumwa sana? Kumbe tayari wewe lazima ujue, wewe ni mtu wa rohoni, lazima ujue mambo ya rohoni, kwamba mtoto wako sio mtoto wa kawaida. Kuna hatima tayari amebeba. Kwa mashetani yanaanza kumuwinda mapema, yanaanza kutafuta hatima yake mapema. Unajikuta kana hatima, unaweza kujikuta mtoto na hatima kubwa sana, unajikuta shule hataki. Kumbe Mungu ameshona huyu mtoto atakuwa kichwa, ana akili sana. Shetani anaanza kuwinda, anamwekea uvivu, unajikuta hata shule hataki, chochote hataki, ukiambia chochote hataki, kile unachomwambia hataki. Nini? Kuna hatima amebeba. Kwa Danieli, tunaposema kwamba Danieli anaomba kwa habari ya taifa la Israeli, taifa la Israeli nakaribia kutoka, lakini yale majabu, ile hatima ya Danieli, yani majibu ya Danieli yanazuiliwa. Siku 21 amezuiliwa Danieli, hana mpenyo, haoni mpenyo. Unaweza kujiuliza, kama mimi ni mtumishi wa Mungu siwezi kuzuia shetani? Danieli alikuwa nabii, wewe ni nani usizuiliwe? Danieli alikuwa ni nabii. Unasema mimi nimeokoka, mambo ya mizimu si kufuatilia. Haina kufuatilia, kwa sababu unapokuwa umeokoka, naomba nisikilize. Unapokuwa, nisema mahali fulani, nataka kusema mahali fulani kwamba unapokuwa umeokoka, umetangaza vita. Naomba nisikilize. Unapokuwa umeokoka, umetangaza vita baina ya ule ufalme uliokotoka na ulikoingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na tutaendelea kesho Jumanne asubuhi, tutaendelea na somo hili zuri ambalo tumejenga msingi linalohusu ukombozi wa hatima. Nitakufundisha mambo mengi sana, utajifunza mambo mengi sana yanayohusu ukombozi wa hatima, namna watu wanavyopingwa hatima zao, namna watu wanavyofungwa katika ulimwengu wa roho. Chochote anachofanya kiendi, anachoanzisha kinaishia njiani. Unajiuliza, inakweje? Kumbe tayari kuna watu washafanya mabaya, washafunga hatima yako. Nikutie moyo, yuko Yesu aliyeshinda dhambi na mauti. Utashinda kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ataachilia malaika wake wa vita Mikaeli, atakwenda kupambana na wanaopambana kesho yako na wanaopambana hatima yako. Hawatakuweza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa sasa nitakwenda kukuombea kwa dakika chache hizi kwa ajili ya kukomboa hatima yako. Utanifuatisha maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo na Jumatatu ya leo, ninatamka baraka kwenye maisha yangu. Chochote kilichozuia hatima yangu, chochote kilichokwamisha hatima yangu, asubuhi ya leo ninakikataa kwa jina la Yesu. Yeyote aliyepinga, aliyezuia hatima yangu, leo namkataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Imeandikwa, wanaoshindana na Bwana watapondwa kabisa. Asubuhi ya leo, aliyeshikilia hatima yangu, aliyepinga hatima yangu, ninamkataa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaamuru damu ya Yesu ikaachie hatima yako. Ninaamuru damu ya Yesu ikafungue hatima ya watoto wako. Ninaamuru damu ya Yesu ikafungue maisha yako, ikafungue hatima ya biashara yako, ikafungue hatima ya kesho yako. Wewe ni mbarikiwa na utazidi kubarikiwa zaidi katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Pokea neema kwa jina la Yesu. Ninakubariki kwa ajili ya saa hii. Naomba uandae sadaka yako. Andaa sadaka yako. Shikilia, tamka neno kama ona hatima ya mtu inaweza ikapingwa. Tamka neno kwa ajili ya hatima yako iliyopingwa, iliyozuiliwa, ili Mungu akafungue milango ya baraka kwa ajili ya hatima yako iliyochelewa, iliyofungwa, iliyokwamishwa. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya sadaka ya msikilizaji huyo. Mungu, naachilia baraka na kibali kupitia sadaka ya mpendwa huyo, ikazidi kunena milango yake iliyofungwa ikafunguke, ile baraka yake iliyocheleweshwa Bwana ikafunguke katika jina la Yesu aliye hai. Ninaachilia baraka na neema na kibali kupitia sadaka aliyotoa. Mungu, kaachilie upako na neema kupitia sadaka hiyo. Ninatamka baraka na kibali, sadaka ikanene kuanzia sasa hata milele katika jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Unaweza ukaiachilia kwenye namba hizo zinazopita hapo chini, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane panapo majaliwa kesho Jumanne. Amen.